Naam, habari za wakati tena mpenzi mtazamaji wa Angel TV, ni siku nyingine tena, siku ya Februari 11 mwaka 2025. Kama ilivyo kawaida yetu, kama ilivyo kawaida ya Angel TV, kila siku huwa tunakuletea update kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu habari, jamii, pamoja na michezo na burudani. Na siku hii ya leo kwenye michezo na burudani, tunakusogezea habari moja iliyo gusa vichwa vingi vya habari kutoka pale klabu Simba, hususan kutoka kwa mwekezaji Mo Dewji, ambaye siku ya jana bwana ameweza kuuliza swali ambalo limeleta sitofahamu kwa baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo, hususan kuhusiana na masuala ya klabu hiyo. So unachotakiwa kukifanya bwana ni kusubscribe, kulike na kucomment video zetu, ili uweze kutuambia wewe kama mdau una lipi la kuzungumza, hususan kuhusiana na kile alichokisema mfanyabiashara huyo. Bwana, taarifa kutoka pale klabu Simba ambayo yenyewe inasema kwamba mwekezaji wa klabu ya Simba, mfanyabiashara Mo Dewji alimaarufu kama Mo Dewji, ameibua mjadala mzito ndani ya mwekezaji wa klabu ya Simba, mfanyabiashara Mo Dewji maarufu kama Mo, ameibua mjadala mzito ndani na nje ya klabu hiyo baada ya kuhoji hadharani hatua iliyofikiwa katika mchakato wa mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu hiyo maarufu kama transformation. Mo Dewji bwana ameibua maswali mengi Februari 10 mwaka 2026 kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba, akichapisha taarifa iliyotolewa na klabu hiyo ikimnukuu mwenyekiti Mangungu kuhusu uamuzi wa kurejesha rasmi zoezi la usajili wa wanachama. Katika sehemu ya maoni ya chapisho hilo, Mo Dewji aliandika kwa kifupi lakini kwa uzito mkubwa. Aliandika, transformation mmefikia wapi? Aliuliza swali, mmefikia wapi na transformation? Swali hilo limeibua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka, wengi wakitafsiri kama ishara ya kutoridhishwa na kukataa ufafanuzi juu ya mwelekeo wa mabadiliko ya kiuendeshaji ndani ya klabu hiyo kongwe nchini Tanzania. Awali katika taarifa ya Simba, mwenyekiti Mangungu alitangaza kuwa klabu hiyo imeingia mkataba wa kampuni ya Mainstream Group na Newspacer kwa ajili ya kusimamia na kuratibu zoezi la usajili wa wanachama pamoja na utoaji wa kadi rasmi za wanachama. Mangungu alieleza kuwa zoezi hilo lilizingatia kikamilifu matakwa ya kikatiba ya Simba, likianza katika ngazi ya matawi hadi kufikia makao makuu ya klabu. Alisisitiza kuwa lengo la kurejesha usajili huo ni kuimarisha misingi ya kikatiba, kuongeza uwazi na ushirikishwaji wa wanachama katika uamuzi wa klabu hiyo. Hatua hiyo imepokelewa kwa hisia mchanganyiko, huku baadhi ya mashabiki wakieleza matumaini kuwa italeta uhai mpya katika mfumo wa wanachama wa klabu hiyo. Ikumbukwe kuwa tangu mwaka 2018 Simba ilianzisha rasmi mchakato wa mabadiliko ya mfumo uendeshaji kwa kuingia katika mfumo wa uwekezaji, ambapo Mo Dewji alijitokeza kama mwekezaji mkuu kwa lengo la kuiendesha klabu hiyo kwa misingi ya kibiashara na kitaaluma zaidi. Mabadiliko hayo yalilenga kuibadilisha Simba kutoka kwenye mfumo wa jadi wa Simba kwenda kwenye mfumo wa kisasa unaochangia wanachama na uwekezaji kwa kuzingatia uamuzi, ufanisi wa kifedha na ushindani wa kimataifa. Hata hivyo, kwa muda mrefu kumekuwepo na mijadala kuhusu utekelezaji kamili wa mchakato huo, hususan kuhusiana na mgawanyo wa majukumu, mamlaka ya maamuzi na utekelezaji wa vipengele vya makubaliano ya awali uwekezaji. Ndugu mtazamaji wa Angel TV ambaye unatufuatilia kwa wakati huu, unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe. Lakini kutokana na kile alichokihoji mfanyabiashara Mo Dewji hadharani, hatua ya mchakato wa transformation kumeibua tafsiri mbalimbali. Wapo wanaona ni swala la kawaida linatoa ufafanuzi juu ya maendeleo ya mchakato huo, huku wengine wakitafsiri kama dalili ya kuwepo kwa tofauti za kimtazamo au changamoto ndani ya uongozi wa klabu hiyo. Kwa kuwa swali hilo limeulizwa katika jukwaa la wazi la mitandao ya kijamii, limeongeza uzito wa mjadala huo kwa kuwa swali hilo limeulizwa katika jukwaa la wazi la mitandao ya kijamii, limeongeza uzito zaidi wa mjadala huo na kuvuta hisia za mashabiki wengi wanaotaka kuona wazi zaidi kuhusu mustakabali wa uendeshaji wa klabu hiyo. Ikumbukwe
kuwa tangu mwaka 2018 Simba haikuendesha rasmi zoezi la usajili wa wanachama wapya. Uamuzi wa uendeshaji wa zoezi hilo sasa unaonekana kuwa hatua ya kurejesha mfumo wa wanachama kama nguzo muhimu ya uendeshaji wa klabu hilo. Swali hilo linalojibiwa kwa baadhi ya wadau iwapo hatua hiyo inaendana kikamilifu na dira ya mabadiliko ya uendeshaji ilikuwa imeanzishwa, au kama kuna haja ya kuweka bayana mpango mzima wa muunganiko katika mfumo wa wanachama na uwekezaji. Kwa sasa macho na masikio ya mashabiki wa Simba yako kwa uongozi wa klabu hiyo pamoja na mwekezaji wake, wakisubiri ufafanuzi zaidi kuhusu hatima na mchakato wa transformation na namna ya utekelezaji sambamba na kurejeshwa kwa usajili wa wanachama. Wadau wa soka wanaamini kuwa uwazi wa mawasiliano ya wazi, mshikamano wa ndani, uongozi vitakuwa muhimu katika kuhakikisha Simba inaendelea kuwa klabu imara yenye ushindani ndani na nje ya nchi. Mpenzi mtazamaji wa Angel TV, ni kutakia wakati mwema, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video zetu. Lakini pia usisahau kuacha comment yako hapo chini ili wewe uweze kucomment ni kitu gani ambacho unahisi kuhusiana na ili swala ambalo ameweza kucomment mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Nikutakie wakati mwema.